Dunia ina siri kubwa sana. Kama ulishawahi kutazama filamu ya Musa na Firauni au ulishawahi kusikia msemo ukistaajabu ya Musa, utashangaa ya Firauni. Basi leo nataka nikuletee jambo ambalo watu wengi huwa hawalijui. Kwa waliosoma dini, inafahamika kwamba Musa alikuwa ni nabii ambaye aliwaokoa Waisraeli kutoka utumwani. Anachukuliwa kuwa nabii muhimu sana katika Ukristo na Uislamu. Kulingana na maandiko ya Biblia na Qur'an, Mungu aliamuru sheria ya Musa ambayo aliandika katika vitabu 5 vya Taurati. Katika historia ya maisha ya Musa, alipitia mikono mibaya ya Firauni, ambaye kila mtu anamjua alivyotenda uovu. Firauni aliua watu, Firauni alipenda vita, Firauni alimwasi Mwenyezi Mungu na mwishowe akaangamia baharini. Firauni alifikia hatua ya kujenga pepo na moto ili kuadhibu watakao muasi na kuwapa fadhila watakao mthamini, kwani yeye alijifanya kuwa Mungu, tena ni Mungu mkubwa. Bali ya yote aliyoyafanya katika dunia, katika taifa hilo la Misri, bado kuna thamani ndani yake. Kabla tujaendelea na story yetu, basi fanya jambo la kusubscribe ili kujiunga katika chama cha Smart Media. Niko live, mtangazaji wako naitwa The Jemmy. Basi tuendelee. Watu wengi tumekariri kwa jina hilo ni baya sana. Hata ukimtuma mtoto wako katika maisha ya sasa, watu wengi watakucheka na kukushangaa. Ila usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Maana Firauni lilikuwa ni jina la heshima ambalo kwa kila mfalme wa Misri ya kale alipewa. Jina hilo lilitumika hadi Warumi walipoiteka Misri mwaka wa 30 kabla ya kuja kwa Kristo. Ila jina la Firauni hicho kilikuwa ni cheo tu, kwani kila mfalme wa Misri alikuwa na jina lake binafsi. Sasa tumfahamu huyu alikuwa ni nani. Huyu ni Ramses, ambaye katika vitabu vya dini wanamsoma kama Firauni. Ramses alikuwa mfalme wa pili wa nasaba ya 19 wa familia ya kifalme, na alikuja kuwa miongoni mwa wafarao wenye nguvu kuwahi kutokea katika taifa la Misri. Ramses alipewa kiti cha ufalme mapema akiwa na umri wa miaka 20. Hiyo ilikuwa mwaka 1279 kabla ya Kristo, hadi alipofariki miaka 67 baadaye. Miaka 67 ya uongozi inamfanya mfalme Ramses kuwa mfalme wa pili kuongoza katika kipindi kirefu katika taifa la Misri. Historia zinasema mwaka 1213 kabla ya Kristo, Ramses alifariki kwa maradhi ya ini na mishipa na maradhi ya moyo akiwa na umri wa miaka 87. Na hapo ndipo Misri inapopingana na vitabu vya dini, kwani vitabu vya dini vinasema Firauni alifariki katika purukushani za vita ya Musa katika kuokoa wana wa Israeli. Walipofika baharini, Musa alimwomba Mungu amfungulie njia, na Mungu akamwonyesha njia baharini. Musa alipita na jeshi lake na vijana wake wote, ila Firauni katika kupita aliangamia. Na Misri inasema kwamba Firauni alikufa katika maradhi ya moyo, yani maradhi ya kiutu uzima. Hii ni mishipa. Mbali na vita, Misri inamkumbuka Ramses katika utunzaji wa historia. Katika mahekalu ya Ramesseum pamoja na Abu Simbel, kwa kumbukumbu nyingi zilizomo katika mahekalu hayo kwa sanamu, zana za kale, michoro na maandishi zinamfanya Firauni kuwa mfalme muhimu wa Misri ya kale. Na hawakuishia hapo. Historia inasema jeshi la Firauni lilisaidia kulinda mipaka ya Misri kutoka kwa wavamizi na majambazi katika Mediterania na Libya, kutoka Wahiti na Nubia. Pia alifanya kampeni za kurudisha ardhi iliyoporwa na wavamizi kwa kusaini mikataba ya amani kabla ya kutumia nguvu kuwapiga. Katika historia ya Firauni, alishindwa vita mara moja tu. Vita inayokumbukwa sana ni ile iliyofanyika Kadesh, Syria leo. Misri ya sasa inakuwa ikifanya matamasha mbalimbali ya kumbukumbu. Sasa ni ile ya tarehe 14 ya mwezi wa pili inayojulikana kwa jina la The Kingdom of Ramses II.
Mbali na kuwa siku hiyo inafanana na siku ya wapendanao duniani, wao wanakuwa wakifanya tamasha hilo kila baada ya miaka 10. Na hivyo ndivyo Firauni anavyothaminiwa katika Misri ya sasa. Ingelikuwa serikali ya Misri inafuata dini, basi singefanya matamasha ya kumkumbuka kwa kumtukuza, bali wao wanajali kuhusu pesa tu, na unaweza kusema serikali hiyo haina dini. Asante kwa kunisikiliza. Nikukumbushe usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata habari kutoka Smart Media. Asante.